havitoshi. Makofi na vigeregere kwa ajili ya Bwana. Mazito ya utakatifu matatu. Barikiwe sana, asante. Mwanakondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Vigelegele na makofi kina mama. Vijana wamependeza, hawajapendeza? Amina. Naomba tusimame tuendelee na ukurasa wetu ule 104. Bwana ndiye jabali langu na ngome yangu na mwokozi wangu, nami ndiye ngome yangu. Ngao yangu na pembe ya wokovu wangu, mnara wangu na makimbilio yangu. Heri walio kamili katika njia yao, waendao katika sheria ya Bwana. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Ee Mungu, usiyakumbuke makosa ya ujana wangu wala maasi yangu. Kwa moyo wangu wote nimekutafuta. Nitatafakari mausia yako, nami nitaziangalia sana njia zako. Unigeuze macho yangu nisitazame visivyofaa. Naomba tukae hapa. Ninaomba zitaimba kwaya 2 mfululizo, kwaya ya uwakilishi na uinjilisti. Karibuni. Baada ya kwaya ya uinjilisti mtajiandaa masomo yale matatu wasomaji.
yahitaji moyo. Kazi ya Bwana si lele mama, yahitaji moyo. Kazi ya Bwana si lele mama, yahitaji moyo. Watu wote tufanye kazi ya Bwana kwa moyo na kujitoa. Watu wote tufanye kazi ya Bwana kwa moyo na kujitoa. Tuache malumbano, tuache migongano, tuache fitina. Tuache malumbano, tuache migongano, tuache fitina. Jamani, Karibu uinjilisti, tutawashukuru pamoja wote wawili. Uinjilisti, karibu kwa wimbo wenu wa kwanza.
yote. Amani pia upendo umeturejeshea, tunakutukuza Mungu. Amani pia upendo umeturejeshea, tunakutukuza Mungu. Ulinzi kwetu, ushindi kwetu umeturejeshea, tunakutukuza Mungu. Mali umetupa pia na uzima umeturejeshea, tunakutukuza Mungu. Amani ya upendo umeturejeshea, tunakutukuza Mungu. Baraka zimemiminika umeturejeshea, tunakutukuza Mungu. Amani ya upendo umeturejeshea, tunakutukuza Mungu. Baraka zimemiminika umeturejeshea, tunakutukuza Mungu. Amani ya upendo umeturejeshea, tunakutukuza Mungu. Baraka zimemiminika umeturejeshea, tunakutukuza Mungu. Usiakilize, bali ni neema yako tunakushukuru. Si ujanja wetu, usiakilize, bali ni neema yako tunakushukuru. Si ujanja wetu, usiakilize tu, bali ni neema yako tunakushukuru. Si ujanja wetu, usiakilize tu, bali ni neema yako tunakushukuru. Furaha yetu ni wewe Bwana, twakushukuru kwa yako mazuri. Furaha yetu ni wewe Bwana, twakushukuru kwa zako fadhili. Furaha yetu ni wewe Bwana, twakushukuru kwa yako mazuri. Furaha yetu ni wewe Bwana, twakushukuru kwa zako fadhili. Mwana kondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Tuzipongeze kwaya zetu mbili, uwakilishi na uinjisi. Makofi mengi mengi. Matatu ya utukufu. Nilishawaambia wasomaji mjiandae, naona bado mmekaa wale watatu wote. Somo la kwanza linapatikana
Kitabu cha Mhubiri sura ya 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Mhubiri sura ya 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Mhubiri sura ya 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Katika utatu na watangulia kwa kusoma. Mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema, mimi sina furaha katika hiyo. Kabla ya jua na nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza, kabla ya kurudi mawingu baada ya mvua. Mstari wa 3 na wa mwisho. Siku ile walinzi wa nyumba watakapotetema, hapo wenye nguvu watakapojiinamisha, na wasogeao kukoma kwa kuwa ni haba, na hao wachunguliao madirishani kutiwa giza. Asante. Somo la pili linapatikana Zaburi sura ya 119 mstari wa 8 mpaka wa 12. Zaburi 119 mstari wa 8 mpaka wa 12. Baada ya wasomaji hawa watatu, nitakaribisha jeshi kubwa na vijana mjiandae. Zaburi 119 mstari wa 9 hadi wa 12. Katika utatu ninasoma kama ilivyoandikwa. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwa kutii akilifuata neno lako. Kwa moyo wangu wote nimekutafuta, usiniache nipotee mbali na maagizo yako. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Ee Bwana, umehimidiwa, unifundishe amri zako. Amen. Somo la 3, Yohana Mtakatifu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 14b mpaka 17. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo ameshinda. Somo letu la 3 linapatikana waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2 mstari wa 14b mpaka wa 17. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2 mstari wa 14b mpaka ule wa 17, na watangulia kwa kusoma. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu, na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Amen. Tuwapongeze wasomaji vizuri kwa makofi mengi mengi. Matatu ya utukufu. Asante jeshi kubwa, karibuni.
ya uzima, nifundishe kulinda moyo, iwe salama moyoni mwangu, nifundishe kulinda moyo. Moyo ni chemichemi ya uzima, Nifundishe kulinda moyo, niwe salama moyoni mwangu, nifundishe kulinda moyo. Moyo ni chemichemi ya uzima, Yesu nifundishe, ndiko zitokapo chemichemi za uzima, niwe salama moyoni mwangu, nifundishe kulinda moyo. Moyo ni chemichemi ya uzima, nifundishe kulinda, niwe salama. Tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote kama kuna mtu ndani yake anasukuma kutoa sadaka ya shukrani ya pekee na hakujiandaa. Sasa alipokaa ndani ya ibada anasikia huu msukumo, unaweza ukasogea na sadaka yako hapa mbele tunapoimba ili tuungane na wenzetu kwa maombi. Je, kuna neno
Baba, katika jina la Yesu, jina lenye nguvu, jina ambalo kwalo tunalitegemea, kwalo tunapata uzima, kwalo tunapata kuishi, kwalo tunatembea katika neema na nguvu zako. Sante Mungu liye hai, katika jina la Yesu, kwa ajili ya Jumapili nzuri ya tarehe 24 ambayo Mungu umetuinua watoto wako kutoka kwenye vitanda vyetu tulipokuwa katika hali ya kufa. Umetuinua, tumeiona nuru yako, tumekuwepo katika ibada hii. Wako watu sasa wanakimbizwa kwenda mahospitalini, walijiandaa kuja kwenye ibada kama sisi. Kuna watu sasa wanakwenda misibani, wamefiwa na ndugu zao, walijiandaa kuja kwenye ibada kama sisi. Wengine waliandaa na mavazi ya siku ya leo, wengine walinyosha na nguo kwa ajili ya ibada hii, lakini Mungu wameshindwa, hawawezi tena, wamelala vitandani. Sisi ni nani hata umetupa neema hii Bwana? Katika jina la Yesu tunazo sababu za kusema asante Mungu na kukushukuru wewe. Asante kwa ajili ya ndugu zetu hawa waliotambua mkono wako wenye nguvu, mkono wako wenye baraka, wakaona umefanya mengi katika maisha yao, hawawezi kunyamaza kukushukuru kwa maneno, wakabeba sadaka zao Bwana, kuja nazo madhabahuni pako, mahali ambapo Bwana unawaunganisha katika ulimwengu wa roho. Asante Mungu kwa kugusa mioyo yao na nafsi zao. Asante hata kwa kuwapa uweza na nguvu na mamlaka na ushindi wa kutoa sadaka, maana kwenye sadaka kuna vita. Wengi wamesemeshwa lakini hawajashinda hiyo vita, wamebaki wameshindwa na ile nguvu ya adui. Asante hata kwa ajili ya ndugu zetu hawa, waliposikia sauti yako wamegundua Bwana umefanya mengi, wameona wasinyamaze kimya, wanyanyuke waje madhabahuni pako kukushukuru kwa sadaka. Pokea mioyo yao, pokea sadaka zao za shukrani za pekee walizoazimia ndani ya ibada kukushukuru wewe, katika jina la Yesu aliye hai. Wewe Mungu unapenda moyo wa shukrani. Watoto wako hawa wamekuja sawa neno lako linalosema mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, maana fadhili zake ni za milele. Umetufadhili katika mengi. Pokea sadaka za mioyo ya watu wako hawa. Pokea Bwana sadaka iwe ukumbusho katika madhabahu yako, sawa na sadaka ya Kornelio uliyemkumbuka. Mungu, kumbuka sadaka hizi za shukrani za pekee. Kumbuka Bwana watoto wako hawa waliosimama kwa ujasiri mbele ya madhabahu yako kukushukuru, nao kuungana na wenzao waliotangulia. Mungu asante, sio kwamba wamechelewa. Neno lako linasema wa kwanza atakuwa wa mwisho. Umeigusa mioyo yao, wameona wasinyamaze kwenye viti, wamebeba sadaka zao. Pokea mioyo yao, pokea sadaka zao. Yesu, achilia ulinzi katika kazi za mikono yao. Mikono yao Bwana iwe na nguvu ya kuzalisha. Ondoa yule mharibifu, ondoa roho ya kupoza, ondoa roho ya kuzama poza katikati ya kazi zao. Ninamfukuza yule araye na kuiba kwa jina la Yesu aliye hai. Roho za chuma ulete, sisi tutazame kazi za mikono yao. Tunazificha kazi za mikono yao kwenye damu ya Yesu Kristo. Zikalindwe na malaika, zikalindwe na nguvu za kimbingu. Madhabahu yako Mungu ikafanye vita na wale maadui wanaofuatilia kazi za mikono yao, katika jina la Yesu aliye hai. Baraka ya Ibrahimu, baraka ya Isaka na Yakobo iwe juu yao. Nawe Mungu liye hai, usinyamaze kwa ajili ya maisha yao, uendelee kuwatetea na kuwapigania katika jina la Yesu. Nami kama kuhani wako nazipokea sadaka hii kwa moyo wa shukrani, na waunganisha watu hawa na madhabahu yako katika jina la Yesu aliye hai. Asante Mungu, naye tusikia kila tunapokuomba kwa jina la Yesu, amen. Basi niombe mzisogeze tu, niombe mchungaji bahasha ziwe zinakuwepo, ili wakisimama watu wanakabidhiwa bahasha, inakuwa nzuri zaidi. Asante sana. Tupokee shukrani hizi kwa makofi mara 3. Leo ni sikukuu ya vijana jamani. Naomba wataimba nyimbo 2 mfululizo, baadaye tutapokea taarifa. Karibu vijana kati. Vijana wale wa zamani ambao mpo huko, hebu tamanini kuja kwenye vijana wa zamani na wa sasa. Muangalieni ndugu yetu Lameki pale. Karibuni sana.